Makamu, dakika 90 zimetamatika. Young Africans ametoa sare dhidi ya Mtibwa Sukari. Juzi alitoa sare Simba, maneno yakazungumzwa mengi. Leo hii tathmini fupi ya mchezo kabla tujaingia kuchimba kwa undani zaidi. Ni mechi ambayo ukiangalia Young Africans walitawala kwa kiasi kikubwa sana. Shots 10 nimeangalia, lakini mashuti ambayo yamelenga lango yalikuwa 7. Obvious unagundua kwamba Young Africans waliutawala kwa kiasi kikubwa sana mchezo. Lakini licha tu ya kuutawala, makosa yalikuwa mengi sana ya kiufundi, haswa kwenye eneo la ulinzi la Mtibwa Sugar. Kama watu wameangalia vizuri, leo Mtibwa Sugar walikuwa wanawazawadia Young Africans zaidi hata ya magoli 3. Haswa golikipa Malime Busungu, lakini golikipa mwingine ambaye aliingia Toba Kutisha, na eneo la backline kiukweli kulikuwa kuna shida kubwa sana. Wamefanya makosa mengi sana ambayo kiuhalisia yalikuwa na igharimu leo hii Mtibwa Sugar. So unakuja kugundua kwamba licha ya Africans kutawala mchezo, lakini bado makosa yalikuwa ni mengi sana kwa Mtibwa Sugar. Kwa maeneo hayo mawili yangeweza kuamua mchezo wa leo. Lakini kwa sababu Young Africans quality imepungua, ubora wa kikosi chao umepungua, walishindwa kuadhibu ipasavyo leo hii Mtibwa Sugar mapema na kuweza kupata magoli mengi ili kuweza kurelax. Rejea nafasi aliyopata Pacome Zouzoua peke yake kabisa, clear chances. Of course alikuwa kwenye impossible angle, lakini alikuwa na uwezo wa kumchambua golikipa ni wapi ambapo anaweza kaupeleka mpira kirahisi na akafunga. Lakini njoo kwenye nafasi aliyopata Emmanuel Mwanengo, clear chances ya kuweza kuimaliza mechi, clear chance, lakini kiuhalisia anaenda anapaisha mpira. So kwangu mimi ukiangalia kwenye tathmini nzima ya kiufundi, hasa kwenye mchezo mzima, huwezi kuchambua mchezo katika ubora huo kwa sababu ya uwanja. So tumeona uwanja ulikuwa unateleza, mpira ukai. Young Africans kucheza ule mpira ambao wamekuwa kiuzoea kucheza kwa maana ya possession based, kwa maana ya kupossess zaidi mpira, ilikuwa ni ngumu. So kuna muda walikuwa wanatumia mpira mirefu, kuna muda walikuwa wanajaribu kuwafungua Mtibwa Sugar kwenye open play na walifanikiwa mara kadhaa. Kuna moja waliipata ambayo kiuhalisia kwangu mimi haikuwa offside. Alifunga Emmanuel Mwanengo baada ya Pacome Zouzoua kuchomoka, ilipigwa penetration pass through ball moja nzuri sana ikamkuta Pacome Zouzoua, muamuzi wa pembeni line 2. Kwangu mimi ameikosea sana Young Africans, haikuwa offside. So kuna nafasi kadhaa ambazo walizitengeneza Young Africans kupitia open play, lakini bado walikuwa hawapo clinical enough. Binafsi ukiutazama mchezo wa leo, ukirejea michezo mitatu iliyopita yote wamepata sare Young Africans, unagundua kwamba tunaenda kutengeneza bingwa mbovu sana msimu huu kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na endapo kama Young Africans watafanikiwa kuchukua ubingwa msimu huu, basi tutakuwa tuna ligi ya hovyo kuwahi kutokea. Lakini Simba, Azam inabidi wabebe hizi lawama kwa sababu wameshindwa kutake over, licha ya kwamba Young Africans wameshuka quality. Unaona kabisa wana struggle kwenye kupata ushindi labda na kuweza kutengeneza nafasi ya kuchukua ubingwa. Wao pia wameshindwa kuwa challenge. Nategemea Simba na Azam msimu huu waweze kuwa challenge Young Africans, haswa Simba, kwa sababu Simba wameongeza machaguo ambayo kiuhalisia yanaonekana kufanya vizuri sana kwa msimu huu. Kwa mimi nafikiri kwenye eneo hilo Young Africans bado mimi nitasimama kwenye msimamo wangu. Wanune mashabiki, wavimbe, watukane, still Young Africans quality imeshuka. Quality standards zile zimeshuka kwa Young Africans, na ndio maana wachezaji wengi ukiwaangalia wanaonekana kuwa wa kawaida. Pengine kauli ya Ali Shabani Kamwe inayosema kwamba Young Africans ikishinda mnazungumza wananunua mechi, wakitoa sare na kufungwa mnasema Young Africans wameshuka kiwango. Hizi sare ambazo zinaendelea ndio majibu yake. Young Africans msimu huu wametoa sare 5. Kama wametoa sare 5, ina maana kwenye mechi 5 Young Africans wamekusanya alama 5. Wamedondosha alama ngapi? Wamedondosha alama 10 na ngapi? 15. Wamedondosha alama 15. Wametoa sare 5. Wamedondosha alama 15, wamekusanya alama 5. Msimu uliopita Young Africans, kwa kumjibu tu Ali Shabani Kamwe, msimu uliopita Young Africans alikusanya alama 82. Alama 82. Msimu huu Young Africans hawawezi kuzifikia hizo alama. Kwa hiyo akubali akatae, msimu huu Young Africans ikiwa imecheza mechi 16 tayari ilishadondosha alama 15 kwenye mechi 5. Na hakuna uwezekano wa kufisha alama 82. Obvious Young Africans ubora umeshuka. Lakini kama haitoshi,
Young Africans kwenye eneo la ushambuliaji wamemsajili Aurelio Dep, wana Prince Dube, lakini yupo Emmanuel Mwanengo tu. Wa kweli kabisa, Emmanuel Mwanengo, Aurelio Dep na Prince Dube, hawa washambuliaji watatu wanaweza wakaipeleka Young Africans next level. Hii Young Africans ambayo anaiona yeye Alikamwe, ambao tunaisema sisi imeshuka na hataki kukubali, ina uwezo wa kwenda kukompiti kwenye mashindano ya kimataifa. Hiyo ni kazi nyingine kabisa. Simula vizuri. Umeona? Hiyo ni kazi nyingine kabisa ambayo kiuhalisia kwangu mimi nafikiri inaweza ikatuletea shida huko mbeleni kama tukiwa tunazidi kuongea ukweli, kwa sababu ukweli haujifichi lama. Mechi karibia 16 mnadondosha alama 5. Ukiangalia kikosi chenu, Pacome Zouzoua sabu yake ni Buba Jammeh. Ukiangalia wale mashambuliaji watatu, Emmanuel Mwanengo, Prince Dube na Aurelio Dep, hawatoshi kukufanya wewe uweze kukompiti kwenye mashindano ya kimataifa. Hao unaweza ukasema kwamba wewe una timu bora. Hao unaweza ukasema kwamba wachambuzi wanawasema nyinyi vibaya. Mazingira ya rushwa kwenye ligi yetu, mazingira ya rushwa na tetesi kuhusiana na ununuaji wa mechi, kuongwa marefa, udugu wa timu na timu, hayo yapo. Yaani hizo tetesi zipo, yani hazizungumzwi kwa bahati mbaya, na ndio maana kuna baadhi ya wachezaji walishakuja live wakazungumza kuhusiana na issue za rushwa. Wapo akina Ramadhani Kabwili walishawahi kuja kuzungumza hizo issue, lakini iliwahi kuchukuliwa hatua hata siku moja. Lakini kama haitoshi, kama una zenye level wakati pamoja na kwamba zinawakazia hao wakubwa kwa kutoa sare, lakini bado wamekuwa wanashindwa kuuliza maswali magumu. Ila kuna mechi kadhaa ambazo kwangu mimi nikizirate kwa maana ya performance, unagundua kwamba kuna baadhi ya timu zimekuwa, sio ligi, kuna baadhi ya timu zimekuwa. Mfano, mechi ya Pamba Jiji na Simba Sports Club ilikuwa njoo na kuja. Intensity ya mechi ilikuwa ni kubwa sana. Lakini angalia the way ambavyo walikuwa wanauliza maswali magumu Pamba Jiji. Lakini kama haichoshi pia, mechi ya TRA, Young Africans aliondoka bila kupiga shot on target hata moja. Lakini TRA kama wangekuwa clinical enough, mwishoni kabisa walipata chance ya kuiua game ya TRA na Young Africans. So kuna baadhi ya mechi ukiziangalia unagundua kabisa kwamba kuna baadhi ya timu zime level up ubora wao, lakini kuna baadhi ya timu wanapata sare kwa sababu tuseme ya ubora mdogo wa hizi timu kubwa. Kwa mfano mechi ya Dodoma Jiji na Simba Sports Club, ile mechi mimi siwezi kusema kwamba Dodoma Jiji walicheza kwa ubora mkubwa sana, au mechi ya Tanzania Prisons na Young Africans ambayo Young Africans alishinda goli 1-0. Of course ilikuwa ni set piece, Aurelio Depo katokea baada ya kutema mpira, Musa Mbisa akafunga goli. Siwezi kuitem kama ni mechi ya kiushindani kwa sababu muda wote wa mchezo Dodoma Jiji na Tanzania Prisons walikuwa wanazuia. Lakini kama haitoshi pia hii leo dhidi ya Mtibwa Sugar, bado Mtibwa Sugar kuna muda walikuwa hawaendi kuuliza maswali magumu Young Africans. Licha ya kwamba wamekuja kupata goli dakika za mwisho, lakini bado in terms of quality, namna ambavyo wanaweza kuuliza maswali magumu kwenye kuwafungua Young Africans ubora. Tuliona mechi ya TRA, Frank Yasinki pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto wali struggle kweli kumkaba Mapaka kama unakumbuka vizuri. Lakini leo kuna muda walikuwa wamerelax kabisa, easy kuwakaba washambuliaji wanandii wa Mtibwa Sugar. So ni Young Africans wenyewe leo hii ndio wameshindwa kuimaliza mechi. So kuna baadhi ya mechi, yes, kuna ubora umekuwa kwa baadhi ya timu, lakini kuna baadhi ya mechi ni kwa sababu ya ubora wa kushuka kwa hizi timu kubwa. Young Africans msimu wame drop quality, standards zao ziko chini. Uone kabisa wakiuliza baadhi ya maswali magumu ambayo yangezifanya hizi timu ndogo kustruggle kwenye mchezo. Uone sana wakizuia, wakikaa chini, wakipanga mpango mkakati wao mzuri na kadhalika, Young Africans wamekuwa wanashindwa kabisa kuweza kuwaumiza. Simba Sports Club alikadhalika. Azam FC ndio usiseme. Azam FC sare 8 msimu huu. Wameshinda mara 7, kweli hawajafungwa, lakini wamesare mara 8. Ni bora ufungwe mechi 2 au bora ufungwe mechi moja kuliko kusare mara 8, kwa sababu unadondosha alama nyingi sana. Wewe fikiria kwenye alama 16 Azam FC amekusanya alama kwenye alama karibia 32 tuseme. Amekusanya alama 8 tu. Can you imagine? Alama 32 unakusanya alama 8.
how unaweza ukasurvive kuwa bingwa ni ngumu. So kwangu mimi kuna ubora baadhi ya timu, Pamba Jiji, JKT, yes wamepandisha ubora wao, lakini baadhi ya timu nyingine hizi zinacheza kwenye mapungufu ya hizi timu kubwa. Kesho Simba Sports na mchezo wake pia dhidi ya TRA ambaye alitoa sare dhidi ya Young Africans. Sare ya Yanga inatoa motisha kwa kiasi gani kwa upande wa Simba? Of course mashabiki wa Simba leo watakuwa wameenjoy sana. Wamefurahi kwa sababu Young Africans ni sare ya 3, lakini pili, kama watashinda mchezo wao wa kesho watakuwa na mchezo mwingine tena wa kiporo ambapo watawasogelea Yanga kwa alama moja. Yaani watakuwa wamezidiwa na Young Africans kwa alama moja. Tofauti na mwanzo, hata kama wangeshinda kulikuwa kuna alama 5 mbele, na kama wangefungwa kungekuwa kuna alama 8. Lakini fikiria kutoka kwenye gap la alama 8, alama 5 mpaka alama 1 kama watafanikiwa kushinda. Kwa mimi nafikiri inaweza ikawa ni ahueni kwao. Lakini ahueni inakujaje? Inakuja pale ambapo Simba Sports Club kesho anapaswa kushinda dhidi ya TRA, kwa sababu tuliona mechi iliyopita dhidi ya TRA Young Africans alidondosha alama, lakini Simba wakacheza na Pamba Jiji na wenyewe wakadondosha alama. So kama watadondosha alama kwenye mechi ya TRA hapo kesho, obvious bado ligi yetu inatengeneza timu nyingi dhaifu kwa msimu ujao zitakazoweza kushiriki mashindano ya kimataifa. Lakini sare ya leo ina manufaa makubwa sana kwa Simba Sports Club. Sare ya leo ina manufaa makubwa sana kwa Azam FC, haswa hapo kesho kama watafanikiwa kufanya nini? Kushinda. Kama wakifanikiwa kushinda, trust me, kuna uwezekano mkubwa kaendelea kutengeneza pressure. Na ni kwa bahati ni kwamba hapa katikati kutoka kuna mapumziko kwa sababu ya mashindano ya landi ya kimataifa. Lakini kama kungekuwa hakuna mashindano ya kimataifa, pressure ingeendelea kuwa kubwa zaidi. Tungeziona hizi timu kubwa zikiendelea kudondosha alama na mwisho wa siku tunaweza tukampata bingwa ambaye tusomtarajia. Asante sana.